Hii ni Maisha Kamili, twakufungulia Biblia uyaone maisha. Ndugu rafiki yetu, mfuatiliaji wetu wa kipindi hiki kizuri cha Maisha Kamili, kipindi kinachotuletea masomo mazuri ya kujifunza Biblia. Wiki hii ni wiki ya mwisho katika robo ya kwanza ya mwaka huu. Na tuna somo zuri linalosema kusimama katika mapenzi yote ya Mungu. Sio kuchagua mapenzi, ila mapenzi yote ya Mungu. Amen. Fungu letu la kukariri wiki hii linatoka katika kitabu cha Wathesalonike wa kwanza 5:18. Kabla tujasoma fungu tupate kuomba. Amen. Baba yetu Mungu mtakatifu, jina lako litukuzwe. Tunakushukuru kwa nafasi ya pekee umetujalia tuje tusikie maneno yako kutoka kwako. Baba, tufundishe, utujalie usikivu, na hata huyu anayetufuatilia naye tunamuombea apate kupata haya sawa na mapenzi yako. Katika jina la Yesu Kristo. Amina. Amina. Soma fungu la kukariri. Fungu la kukariri linatoka katika Wathesalonike wa kwanza 5:18. Nalo linasema shukuruni kwa kila jambo. Maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo. Tunafika kwenye ukoko wenyewe. Unajua sufuria lile ukoko kule anasema yani anachotafuta alipoandikia Wakolosai au watu wamekamilika ndio ndani ya Kristo, lakini watimize huo ukamilifu ndani yake. Na kama tutakavyojaribu kuangalia kwa kumu-image Kristo ulimwenguni, kumfananisha Kristo ulimwenguni. Sasa Paulo anapomaliza barua yake, tunapoona ujumbe huu unawekwa katikati ya mwishoni mwa barua hii, ambapo tunajifunza zaidi jinsi Paulo alivyokuwa akifanya kazi katika ushirika pamoja na watendakazi wenzake na mikakati yake Injili na utumishi wake. Tutajifunza mengi sana kuhusiana na Paulo mwenyewe na utumishi wake mwingi tunapojifunza kutimiza mapenzi yote ya Mungu. Tunaanza na jinsi alivyoongea na katika Wakolosai sura 4 mstari wa 7 mpaka wa 9, akiwataja watendakazi wenzake pale. Soma Wakolosai sura 4 mstari wa 7 mpaka 9. Wakolosai 4 mstari wa 7 mpaka wa 6. Tuna Waefeso pia. Nitaanza na Waefeso 6 mstari wa 21. Anasema, basi ninyi nanyi mpate kuzijua habari zangu ni hali gani. Tikiko ndugu mpendwa, mhudumu mwaminifu katika Bwana, atawajulisheni mambo yote. Soma 7 na 9 hapo. 7 mpaka 9. Nasema, na amani ya Mungu ipatayo akili zote itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu. Hatimaye ndugu zangu, mambo yoyote yaliyo ya kweli, yoyote yaliyo ya endelea. Wakolosai 4 mstari wa 7. Tikiko. Nimesoma wa Filipi. Wakolosai 4:7. Tikiko ndugu mpendwa, mtumishi mwaminifu, mjoli wangu katika Bwana, atawaarifu mambo yangu yote, ambaye nimemtuma kwenu kwa sababu hiyo ili mjue mambo yetu, naye akawafariji mioyo yenu pamoja na Onesimo. Ishia hapo. Paulo anatafuta mawasiliano pamoja na hawa watu na anatuma mawasiliano hayo, anafanya kupitia Tikiko. Kabla hatujasikia habari ya wasifu wa Tikiko, Paulo amezunguka katika huduma zake karibu maili 13,400. Ni eneo kubwa sana, na makanisa yametapakaa hiyo Mediterranean, hiyo Mediterranean huko na huko. Na kila akiondoka alikuwa anatafuta mawasiliano kuhakikisha kwamba hawapotezi, na baada ya kutuma text
upiga simu, alikuwa anatuma wajumbe. Na wajumbe alikuwa na watuma ni wale ambao alikuwa amefanya nao kazi. Tikiko ni mmoja wapo. Anasema atawaambia habari zangu zote, mtajua kwa mtapata connection na mimi, lakini pia ataweza kuwafariji. Ilikuwa nzuri zaidi. Mimi nadhani ina uzito kuliko message tu au barua tu. Mtu mwenyewe anaenda. Na alikuwa anatafuta. Haya, aliyekuwa anatumwa anaitwa nani? Tikiko. Anatajwa kama nani huyu Tikiko? Anamtambulishaje? Tikiko, ndugu mpendwa, mtumishi mwaminifu. Waefeso 6:21 pale niliposoma anasema mpendwa, ndugu mpendwa, mhudumu mwaminifu katika Bwana. Yaani Paulo ni kama mwenyekiti anavyomwamsha mhubiri kabla hajaongea. Paulo alikuwa very positive. Alikuwa ni mwenye mtazamo chanya anavyo tuma wajumbe kwa makanisa. Na anamtazama Tikiko kama sio tu mpendwa, mtumishi mwaminifu. Angalia Paulo, wewe unajuaje, ungejisikiaje ungekuwa kama ndio unafanya kazi na Paulo? Alafu Paulo anakutuma kazi, alafu anakuandikia CV kama hii. Ningefurahi sana. Yaani unapata kuaminika kwa watu. Unaaminika. Sasa umewahi kuona kanisani mtu anasema nawatambulisha wote hawa, lakini mhubiri atajitambulisha mwenyewe. Hivi pale kweli ndio umefanya kazi yako kweli ya utambulisho? Paulo anamtambulisha huyu ambaye anamtuma kwa Wakolosai. Tikiko ndio anapeleka ujumbe huu. Namtuma kwenu. Na anamsema vizuri ili apokelewe. Kwa nini wewe usiniseme vizuri? Umepewa nafasi ya kunisema vizuri. Wewe ndio daraja. Imekaje hiyo kitu? Imekaa vizuri sana. Unataka mtoto afanye kazi vizuri? Ndio. Useme vizuri. Unataka mke afanye kazi vizuri? Kwa watu walioseme, mtambulishe. Mambo mengine chumbani huko. Tumalizana naye hivyo. Yaani tusemane vizuri. Paulo ndio alikuwa mkakati wake na alijua namna ya kusema vizuri. Wewe ulioko juu waseme vizuri walioko chini. Nao watafanya vizuri na watafanya kazi yao vizuri. Na neno unapomsema mtu vizuri ndio matokeo mazuri yanapatikana. Amina. Unapomsema mtu kwa vibaya tunategemea au matokeo yanakuwa mabaya. Amina. Sijui ndugu yangu ulishawahi kusemwa vizuri na mtu ambaye ulitarajia akutangulize kwa watu au la? Haijalishi, tunaweza tukaanza upya katika Kristo Yesu. Bwana wetu wa mbinguni, wewe unayetusema vizuri kwa Baba, wewe unayetutetea, wewe unayetutambulisha ili tuweze kukutumikia vizuri duniani, tupatie kuwatanguliza na wenzetu. Tupatie kufanya kazi na wenzetu kama Paulo alivyofanya na kina Tikiko. Libariki neno lako kwa watumishi wote ambao unawatuma hata sasa hivi na wale ambao hawajatambulika na viongozi wao. Kawatie nuru na nguvu wakafanye kazi hii. Mpaka wakati mwingine, ndivyo tunavyoomba kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Basi ndugu mfuatiliaji wetu, tunakushukuru kwa kuwa nasi. Leo tumefika mwisho wa somo na kesho tunakukaribisha kwenye somo nzuri linalosema muunganiko wa kanisa. Muunganiko wa kanisa. Mimi ni Geoffrey Omondi. Enos Mwakalindile kutoka Temboni, Dar es Salaam. Karibu sana.